Hello guys, welcome to Perspective Mtaani. My name is Martin Briggs Nyeshi and you're watching Perspective Mtaani. Leo mazee majamaa mnajua tuko na nani jamaa? Fundi Frank mwenyewe ndani ya nyumba. Vipi Fundi Frank? Poa sana bro. Habari ya madai? Si mbaya. Mazee tumejuana for some time na naona uko area. Uko area bado tunasukuma. Corona imetupeleka mbio lakini bado tunapambana. Nashukuru sana umekaa kwa show. Mazee it takes hard time for kupata mtu kama wewe, si rahisi. Na wase wanajua wewe ni pioneer, mazee umekuwa kwa hip hop na pia umekuwa ukifanya muziki siku za kina Keishaka kutoka Mombasa. Hebu niambie tu story ilianzaje? Fundi Frank ni nani? Jina kwanza Fundi Francis Onyango Obongo ndio jina zangu. Fundi Frank ni jina mtaani, nilianza Mombasa. So tulikuwa tuna rap kitambo sana. Sasa kuna jamaa aliona jamaa wana rap Kiswahili, afadhali mtafute jina ya Kiswahili. So mimi nilikuwa MC Frank, mwenzangu alikuwa anaitwa MC Boaz. So ndio nikatafuta jina iko karibu na MC, nikakuwa Fundi. Mwenzangu akakuwa Buda Boaz. So MC Boaz akakuwa Buda Boaz, MC Frank nikakuwa Fundi Frank. Na tukaanza kurap sasa Kiswahili. Tukajiita Wachungu Weusi. Wachungu Weusi. Ndio ilikuwa group ya kwanza Mombasa tukirecord kwanza alikuwa tuna record kwa club, ilikuwa kuna ma studio. Tunaenda mchana, kuna DJ alikuwa anaitwa DJ Cairo. Anaeka tape kwa club, alafu sisi tuna record one take. Tukiharibika tunaanza tena hivyo. Tuna record alafu tukapeleka kwa streets. Tukaona inashika. Sasa ikakuwa hiyo ndio watu wamependa. So hivyo ndio nilianza, alafu kaanza sasa na mambo ya fashion. Hizo siku kupata nguo ilikuwa hard. Na hapa ni Mombasa ama ni Mombasa hapo ni Mombasa tu. So tukafanya, kaanza kutengeneza nguo kidogo, tukiingia ma competition, tunashinda, tukiona the late Poxy Pressure pia walikuwa na timu yake, walikuwa wanaitwa the Three Conmen. Na jamaa moja anaitwa John Muraba Rabajoni, alafu na jamaa alikuwa anaitwa Ronnie Aire, siku hizi anacheza reggae pia Mombasa. Johnny alienda majuu, Tosh pia alienda majuu, alikuwa kama group moja, alafu alikuwa na sound yake inaitwa Dimension Sound. Poxy Pressure alikuwa jana sama mtu wa reggae. So but tulikuwa tunaingia ma competition, watu wa raga, watu wa hip hop, tunashindana hivyo. So Poxy Pressure alikuwa best yangu sana. Na Poxy alikuwa ametoka Nairobi, so akija Mombasa alikuwa best yangu. So tunafanya naye show. So kuna show ya Chakadima Sunplayers ilifanywa Mombasa. Mimi na Poxy ndio tukakuwa Curtain Raiser. Mimi na artist alikuwa Hardstone Gunjiri kwa best yake sana. Sasa hapo ndio wakaona nguo fulani nimeunda, wakaniambia hii nguo ni noma. Hizo siku kila kitu ilikuwa Nairobi. Mombasa ilikuwa hakuna ma station, kila station everything was in Nairobi. Wakaniambia una West Talent yako na Mombasa, wewe kuja Nairobi. So Ted Josiah, David Muridhi ambao alikuwa producer wake, alafu sasa na Hardstone mwenyewe na Poxy Pressure ndio aliniambia kuja Nairobi. Hapo ndo nilihama, nikabeba charani yangu nikakam Nairobi. So Nairobi nikaland kwa kazini yangu South Sea. So uzuri South Sea pia ndio ilikuwa kuna watu wengi wanafanya show kwa pale. Na si mbali na Sing Sound, just a walking distance hapo Mombasa Road. Sing Sound ndio kulikuwa na studio ya Ted Josiah Sing Sound, na pia kulikuwa na studio ya Bruce Odhiambo. So tulikuwa tunatembea, unajua mabeste, alafu mimi nikaanza kushona hapo South Sea. Na South Sea hapo neighbor wangu alikuwa Isa. Walikuwa na kamkunyoa hapo kina Isa, kina Big Pin. So hapo ndio nilikuwa walianza kushona kama vitu ma jeans nini na shona. So akaanza kusikia jina yangu, anaona Hardstone amekama hapo, na Hardstone alikuwa mkubwa sana hizo siku. Because if I'm not wrong, Hardstone alikuwa among the first rappers. He was the first artist to blow up. Kwa radio. Yani alitoka sasa ile kabisa. Unajua watu walikuwa na rap kwa jam session wapi, lakini sasa Hardstone kwa vile walitoa ngoma na Ted Josiah ndio blow up, sasa ikakuwa sasa ni real sasa. So Hardstone sasa ni best, Poxy Pressure ni best, but ni rival lakini wana record area moja, tunashinda nao. Poxy mimi ndio alikuwa anamshonea manguo, alafu sasa ndio ikakam watoi sasa wakina Hardstone
Kalamashaka ndio akakama hapo. Sasa ndio tukakuwa pia mabeste kina Niki. Hiyo hebu nieleze between Hardstone na Kalamashaka ilifikaje hiyo connection ya Hardstone na Kalamashaka? Ndio Hardstone aende apatie baton Kalamashaka ndio waanze na Hardstone alikuwa producer alikuwa msanii wa Sync Sound. Okay. Sync Sound hizo siku ni unajua studio nyingi ilikuwa zifanye muziki. Walikuwa wanafanya commercials. Okay. Sasa Ted Josiah alikuwa anafanya commercials but akaambia jamaa wacha tufanye music because ako interested sana na music. So alipewa place ya studio afanyage music. Sasa artist wake wa kwanza as Sync Sound walichukua ni Hardstone. Alafu sasa next ndio akachukua kina Kalamashaka, akachukua Niki, unaona kina Into. Huyo sasa ni Ted Josiah na Sync Sound. Okay. Ted Josiah alikuwa producer tu. But sasa hao walikuwa kuna jamaa hapo anaitwa Mahmud na mwingine alikuwa anaitwa Emil, walikuwa producer wakubwa. Hao ndio walichukua Ted akachukua Hardstone, alafu sasa ndio akachukua Kalamashaka. So by the time Hardstone anaondoka akaenda Majua akapata dem moja anaitwa Cheryl Lemunoki kwa hizo trip. Actually trip yake ya kwanza walikuja nayo hiyo trip tukiwa na kina Poxy Pressure Mombasa. Alafu akashikana na huyo dem wakaenda States. So Kalamashaka ndio akabaki kama the main artist wa Sync Sound na Ted Josiah. Yeah, so Ted Josiah ndio alikuwa producer but project ya studio ilikuwa inaitwa Sync Sounds. Sasa hebu nieleze Kalamashaka wakaanza ngoma yao ya kwanza Tafsiri, if I'm not wrong. Yeah. Alafu sasa hebu niambie hip hop iliendeleaje sasa venye imekutoka Mombasa imeingia hapa, alafu kukakuja na Dandora na kukakuja na wale wengine walikuwa naitwa nani ambao uko fulani. Kwanza niambie history ya uko fulani kwa sababu kuna watu wanasema uko fulani ilianzia Mombasa. No. Unajua after Keishaka waanze kufanya job na Ted Josiah tayari hao ndio actually they were the first group kufanya breakthrough ya radio. Unaona? So watu kama sisi tulikuwa tuna rap miaka mingi sana. Kuna artists wengi walikuwa na rap. But sasa vile Hardstone pia kuna wase wakali wengi walikuwa wa maraga. Ulikuwa ukienda jam session Hardstone alikuwa hata tambuliki. But Ted Josiah alimpenda na hiyo style yake. Unaona? Alikuwa one of the best hapo. Yeah. But Ted alimpenda. Kalamashaka the same, si ati ni hao ndio walikuwa ni hao pekee, hapana. Kulikuwa na wase wengi but Ted akachukua hao akapo, unaona. Sasa hao ndio na Ted ndio alikuwa producer wa kwanza kufanya ile quality production ambayo radio zinaweza cheza. Unajua zamani ilikuwa station haziwezi cheza Kenyan content because quality ilikuwa chini. But Ted walishajua ku mix, ku master nini hizo vitu zote, unaona. So ndio Kalamashaka vile walitoa hizo ngoma wakahit. Wakawa ni uko fulani. Wakawa na crew yao kina Gidigidi wakakuja baadaye, kina Juliani walikuwa hapo, kina Warogi wawili Zaka, hiyo kerende yote kina Roba. Sasa Kalamashaka baadaye wakashikana, kuna wasee walikuwa Mombasa pia wana grow. Unaona, mimi nilitoka Mombasa 98. But sasa kuna kerende ya vijana pia walikuwa wanaendelea. So wengi wao walikuwa kina Uchipi, kina Sharama huko Cannibal, wakawa wanajiita Maumau. No, uko fulani. Unaona? Wakawa wanajiita uko fulani. Kalamashaka walikuwa wanajiita Maumau. Unaona? Hii Maumau ilitoka kwa kuna group ilikuwa kuna CD ilitolewa na Ted Josiah na kulikuwa na kerende ya watu walikuwa wanamsaidia Ted kuranio project pamoja na Sync Sound. Unaona, walikuwa wanaitwa Itimo Entertainment. So walikuwa wanajiita Maumau, unaona. So kuna dema anaitwa Shiro, alikuwa hapo Shiro Githunguri. Kuna jamaa, kuna producer, nimesahau jina yake, but kuna watu kadhaa walikuwa pale. Sasa wakajiita Maumau. So Kalamashaka pia wakachukua hiyo jina, wakaona ni jina poa sana, na ku identify na hiyo. So wakajiita Maumau. So Maumau ikafika time waka close na uko fulani. So hii group ya Mombasa ikashikana na hii group ya Nairobi. Ndio ikaitwa uko fulani Maumau.
unaona. So Mau Mau ilikuwa group ya Dandora ya mtaani. Alafu uko fulani ilikuwa ya Coast. So wakaishika pamoja juu sawa, wakaanza wakawa na raia pamoja nini, wakaona tuifanye tu ikuwe moja, ndio ikakuwa uko fulani Mau Mau. Na sasa hapo wewe ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa nashona, so nilikuwa sishughuliki sana na muziki. Uliporudi Nairobi ulianza kushona? Nilianza kushona na nilikuwa nashonea wote sasa, from Hardstone, Poxy Pressure, nikawa nashonea sasa Kalamashaka, hizi group zote, The Vultures, mpaka baadaye kina sasa Nameless, Isa, alafu sasa na wasanii wa nje pia. Sasa mimi nilikuwa sana, but hao sasa walikuwa wanajua mimi ni rapper, but so mimi na tukienda jam session tuna rap nao, tunaimba nao nini, but mimi niko nimeconcentrate sana kwa fashion. So mimi ndio nilikuwa naongea mambo za kwenda kwa stage. Sasa hapo kwa fashion ndio nilikuwa nataka unieleze labda kidogo ilifikaje mpaka ukakuwa si tuligrow tukijua Fundi Frank, yani yeye ndio ungarisha wase. Na yani hiyo lebo yako libakisha tu hapo, ilikuwaje yani jani hiyo lebo yako Fundi Frank? Vile ilianza hizo siku watu walikuwa na Kalkanai, South Pole, Fubu hizo, unaona. Sasa mimi ilifika time sasa vile nilikam Nairobi, nilikuwa nimeunda nguo yangu moja nikaandika Fundi Frank, lakini nikaona yani inakaa okay, inakaa poa but watu walielewi, unaona. Alafu sasa ikafika time nikaa nafanya embroidery na hii mashine ya kawaida tu, Kalkanai, South Pole, wase wanakam kwangu naunda. Sasa ilifika time hizo nguo yani zinakaa origin mpaka mtu hawezi jua, unaona. So nikaona na lose out, wacha nijenge jina yangu, unaona. So nikatumia hiyo stage name ndio nikaifanya kwa fashion. Alafu sasa watu kina Kalamashaka na wakapenda hiyo idea, unaona. Mpaka ikaa sasa inaleta conflict, yani hao wanaambia kina Ted Josiah na wale producer na nini manager wao kina David Murithi wanaambia sisi tununulieni nguo viatu, lakini nguo tutavaza Fundi Frank. Sasa hao pia ndio walini encourage, wakaniambia acha kunda hizi ma South Pole, hizi ni za wale za ufala hizi, wakwende na lebo yetu tushone wewe shona weka Fundi, wacha South Pole. So hata wakikuwa hapo mavijana wakikuja waambia mbona mnashona hizi mafubu nini, weka Fundi wewe, wachana na hizi ma South Pole. So ilianza hivyo tukijokes sasa, nao wakienda mahali wananitangaza. So show ya kwanza ilikuja ya Coolio My Solo, Coolio, alafu na Lost Boys. Walipokuja Kalamashaka ndio walikata embrace na walivaa nguo zangu. So Jimmy Gaff pia akajua hiyo story sasa, because Lost Boys wale walikam hiyo hao jamaa wa Itemo Entertainment ndio wale walikuwa na deal na kina Hardstone. Part of them pia walikuwa Maina Kageni pia alikuwa kwa hiyo group. Hao ndio walileta Lost Boys. So walikam kwangu South Sea nikaongea ma jacket. Hizo jacket Lost Boys walizipenda sana mpaka wakazichukua, naona. So ikakuwa ni story kwa mtaa. Alafu sasa vile Coolio walikam Kalamashaka sawa kama wameenda wameng'ara nimewavarisha. So Jimmy Gatu hata ndio akasema hiyo story, guess what, hawa sio wamevalishwa na Mkenya. Na ikahit sana. Sasa ikahit kenda magazeti nini, so ikakuwa hivyo sasa. Na nikuulize labda tu kwa career yako, ufundi ni ulisomea ama ilikuwaje? Ulikuwa fundi tu wa kawaida wa kushona nguo ama ilikuwa tu ilikuwa kama by mistake tu, sikusomea. Nilikuwa na charani, aunti yangu alikuwa na charani, sasa mimi nilikuwa nafanyanga tu embroidery. Mostly nilianza kufanya embroidery. Unajua mimi pia niko fit kwa artwork. So nikiwa shule nilikuwa natamani sana art, so nilishona Nike. Nilishona bag na mkono tu Nike. Tulikuwa tunatamani huwezi pata Nike, hakuna, haiko kwa mtumba, hakuna exhibition, hakuna anything. Sasa after hapo nilipata machine, nikalan kushona na machine na nikakuwa uzi mpaka inatoka. Sasa Mr. Fundi Frank, ningependa pia unieleze kidogo baada ya Sing Sound, Ogopa na Calif waliingiaje kwa mix, na labda kama uliweza kumit wasanii wa hizi timu mbili na walikuwa wasanii aina gani? Okay, wasanii wote hizo siku walikuwa best zangu. So mimi nilikuwa sina story ya camp sana, unajua. As in hizo siku hip hop sasa unajua ilikuwa gani, tuseme hip hop unakuta si kila mtu ni hip hop. So kulikuwa na kama community fulani na grow.
So watu wote wanajuana, wanapendana, but sa rivalry kanza hapo. So after Sync Sound watu yao, alafu Lucas akatoka Sync Sound akafungua Ogopa na brother zake. Alafu sasa wakati huo Kalamashaka wakaanzisha show inaitwa Wakilisha Show kwa Nation NTV na radio nini. Alafu sasa kukatokea kina The Vultures, alafu nani pia walikuwa na come through sasa, kina Jua Kali, kina Nonini na Kalif pia akawa wamefungua yao huko. So Kalif wakaanza kuwa, because of the kind of beat wanacheza, wakakuwa rivals na Ogopa. Naona but sasa wote walikuwa tu ni mabeste, na meet club session, ukienda ni moja juu tulikuwa tukienda jam session. Hizo siku ilikuwa jam session was the in thing. Sunday kienda huko watu wanaenda wanaroga, mnapewa mic mnaroga, ni makerende. So kulikuwa na kerende ilikuwa inaitwa huko fulani, I mean Maumau hiyo kila ya Dandora. Sasa kuna kerende nyingine nayo ilikuwa ya huku, sasa pia ina come up, ina wasenoma ya huku, sasa Kawangware wapi huku. Sasa hii ya huku kwa identified huku ni ya wasewa Eastland. Sasa side kulikuwa na kerende, wakaanza kujiita wakoloni. Unaona, si nyinyi Maumau, si ni wakoloni. Sasa ni marival sasa kwa club, unajua hiyo maujana mavita manini sometimes kwa mic. Sasa hapo ndio ilitoa mtu kama Refiga, unaona. So ndio Refiga baadaye akajaribu kivyake, alafu akafungua Grandpa Records, unaona. Baada alitoka kwa hiyo tu circle ya jam session. Hiyo jam session ilikuwa na kina K South, Bamboo, Abbas Kubaf. Ilikuwa tuna meeting kwa session hapo, after session ama ngoma ikiendelea huko nyuma, sasa ma battle tu, kuroga, kuongea hivyo. So wote walikuwa ni mabeste hapo kwa jam session. Kulikuwa na K1 na kulikuwa siju na Madi. Hebu niambie hiyo lifestyle ya hiyo time hapo kwa jam session ilikuangaje? Cause nasikia pia muziki za wasanii kuna point ilikuwa kama ngoma yako ijachezwa kwa ile club mazee bado hapo ndio ma DJ wanakuja kufish. Hapo ndio kila kitu. Kulikuwa na F2 alafu na F1 which ilikuwa ina belong to the same owners. But sasa F2 ndio ilianzanga for a while, alafu baadaye sasa F1 ikakuja huko Koinange Street. So kwa watu sasa walikuwa wengi, I think wakaanza sasa kugawanya. But sasa hizo siku ilikuwa hakuna videos, unaona. Kila kitu ilikuwa inafanyika hapo. Talent, kila mtu alikuwa anakuja kuonyesha talent yake hapo, unaona. Kama ni kurap ni talent show. Sasa mse akiroga yani ndio aonekane, lazima kuja na kitu unique, unaona. Kama mse inabidi atunge ngoma, kama tuseme mse anatunga ngoma anaongea vile akiamka asubuhi, sijui ana brush alafu anaoga sijui nini, anakaa hivyo kama amefunga towel, amebeba sabuni juu. Hiyo sasa ndio video, unaona. So hiyo ndio visual watu walikuwa naona. So hapo ndio watu walikuwa na fish talents, na hapo ndio Ted Josiah alitoa Hardstone, alafu akakuja akatoa Kalamashaka, na akakuja akapata Gidigidi na Majimaji. Gidigidi na Majimaji walikuwa watu wa Dandora but separate. Sasa Ted Kalamashaka ndio aliwaambia washikane, alafu Ted naye akaanza kuwork nao as a group, unaona. Majimaji alikuwa mtu wa Kisumu na kamingi ku visit. Mimi hizo before hao mimi nilikuwa natoka kama Mombasa na kam session, unaona. Na kam jam session kabla nihame sasa hiyo 98 nilikuwa nakuja, na nikikam nilikuwa naishi Nairobi West na cousins zangu, but sometimes nakuja. So one time nikaenda hapo jam session, wase walikuwa na roga mostly raga. Hizo siku hip hop ilikuwa haijashika sana. Raga alafu hip hop kwa mbali, hip hop but Mombasa hip hop ilikuwa big tayari. Nairobi hip hop haikuwa big because Mombasa unajua sababu ya meli Americans walikuwa wanakuja, wale black Americans wanatua, wanacha t-shirt, wanacha nini, wanacha culture, wanacha CD, so hata mtu wa Mombasa walikuwa kuja Nairobi wanaona vile umenyoa, vile umevana, vile ni mtu wa Mombasa. Those days. Sasa hizo siku nilikam jam session nikiwa holiday. Nikakuta wasewa wanaroga, nikaomba DJ alikuwa anaitwa DJ Mdosi. Nikamwambia nataka kuroga. Nikamwambia wewe unaroga style. Nikamwambia mimi naroga Kiswahili noma different. Convince. Akaambia wasee kuna msee ametoka Mombasa anataka kuroga. Unajua hizo siku wasee walikuwa wanaingia tu, watu wanaroga mpaka maybe from 3 5 6 watu wanaondoka 7, unaona. Sasa watu walikuwa wamechoka, wanataka kudansa, yezi kutoka kulikuwa na competitions zinaendelea every week.
wakati wa holiday, ikisha washindi hivyo. So mimi nikapewa ile chance ya ku-entertain, nikapiga Kiswahili. Ilikuwa noma, nilichafua. Mpaka DJ akaniambia rudi. DJ Mdosi. DJ Mdosi. Watu wakatulia, hii ni gani? Nikarudi sasa, naroga Kiswahili. Watu na ma DJ walikuwa hiyo time kidogo. Hebu nitajie wachache ambao unaweza kumbuka. Kulikuwa na DJ Mdosi, baadaye DJ Mose alikuja, baadaye alienda TZ. Kulikuwa na DJ Sparks pia alikuja baadaye, Sparks Moto. Watu wengi walikuwa ma DJ tu wa jam session. Yaani ni mavijana tu wengi huwezi wajua sana. Unajua nikaa saa hii kuna ma DJ wakali sana wa mtaa wa kufanya hizi ma mixtape. Unaona? Huwezi wajua mpaka baadaye ndio watu wanasikiza kina Cream kina nani, but kuna ma DJ ndani wabaya sana wanafanya ma mix na zinatembea. So jam session ilikuwa hivyo. Ma DJ wengi walikuwa hapo kwa jam session. Walikuwa watambuliki sana nje, maybe after. Ma DJ walikuwa wanatambulika wengi sana, kina Karis, kina Adams, wale walikuwa wanacheza usiku. Jam session ilikuwa ni kama kitu ya vijana kujaribu. Naelewa? Hata ni kama hiyo Ted Josiah ama K South vile walianza kutoa kina Bass. Walifanya kazi Samawati Studio B ama usiku. Sasa ile unajua wasanii wale main wako wametoka kulala, wameenda sasa, unaona. Sasa vijana wanajifundisha kuna kitu inaitwa rap hapa, hii ni gani? Jaribuni, unaona. So ilikuwa hivyo. So hata hao ma DJ walikuwa yani wako tu, lakini baadaye ndio walisikika. Na hapo bado tukiwa kwa hizi jam sessions, talent scouting, tukianza kunotice watu ma radio presenter. Kulikuwa na radio stations gani hizo time, na kulikuwa sijui Mtoni Bulka, sijui nani kama haja kucheza mazee haujulikani. Hebu niambie experience ilikuwa ile time. Kwa sasa hiyo revolution ikianza kutokea hivyo, hip hop zinaanza kuchezwa, kuna presenters walianza sasa kuomba ma station zao wacheze. So ilianza kina Jimmy Gathu. Jimmy Gathu alikuwa anaomba sana Capital FM because it was the only station ambayo sasa ilikuwa inacheza ile FM vizuri. Kulikuwa na Metro na kuna jamaa pia walikuwa Metro walisukuma sana. Lakini sasa alikuwa yani unasikika sana kama Capital ndio ilikuwa sasa imekam wasungu nini, Linda Holt. Kuna jamaa sijui alikuwa anaitwa nani, ndio alikuwa kama kuna jamaa alikuwa program controller. Yani bila program controller huwezi cheza ngoma. So Jimmy Gathu akamuomba, maze kuna vijana bana, kuna hii movement inakaa ya hip hop, tuachie tucheze hata kidogo. So akamwambia hapana, hip hop si muziki, hip hop ni mchezo tu, unaona. So Jimmy Gathu akapewa time. I think ilianza kama 15 minutes kaenda 30 mpaka ikaenda 1 hour kitu kama hiyo. Ndio sasa Jimmy Gathu akaanza kucheza. Alafu baadaye sasa wakakuja watu kama Mtoni Bulka. So ikakuwa sasa hao ndio watu wa kusema, yani upande ukitaka kuchezwa lazima uone hao watu. Danolo alipowasaidia Metro. Metro sasa ni KBC sasa. KBC ndio ilikuwa the biggest station. So KBC ni kama sasa inaanza kushuka, alafu sasa FM zinakam. Nation inakam, na ni Metro imekam hiyo KBC. But sasa Capital of the first independent capital, yani station, radio station. Na hizo siku najua watu walikuwa wanatamani because walikuwa unasikia kucheza kwa radio kwa mchezo. Alafu UG ilikuwa quality, unasikia UG wana FM station mazao ukichezwa ni ngori. Unakumbuka Live Wire? Live Wire ilikuwa gani? Kulikuwa na station fulani ilikuwa inaitwa Live Wire, ilipea ma artist wengi platform. Sasa video sasa zimeanza kuchezwa. Unieleze tu hiyo generation ya video venye ilianza kuchezwa, ikakuwa sasa msanii anaweza fanya video akarusha kwa TV pia inacheza. Na pia kulikuwa na mizizi hiyo time. Same thing tu. Unakuta sasa kulikuwa na mavijana all over, unaona. Enuka wanaanza kucheza hizi vitu, unaona. Live Wire wakacheza huko mizizi nani wakaanza kucheza hizo vitu. Watu so ndio wadosi wakaanza kuona kumbe ziko popular. Wakaanza kuzicheza. Haya, tuingie kwa hii muziki ya kisasa. Wewe kama pioneer ambaye umekuwa ukicheza, umekuwa ukiona venye muziki kigrow Kenya. Hebu nieleze sasa hizi ni muziki gani tuko na Gengeton? Na wamekuja pia wamejaribu lakini sijui wako aje. Hebu tu nieleze maoni yako compared na enzi zenyu vile mlikuwa mnafanya muziki ile enzi na sasa. Difference size ni kwamba
mambo yamechange. Hizo siku najua watu tulikuwa tunafanya music mostly for love. Alafu pia ilikuwa ni ngumu because technology ilikuwa chini, unaona. Because ilikuwa ukirecord, mtu kama mimi nikianza ilikuwa kuna hata studios, unaona. Tuna record kwa club, kwa disco. DJ anacheza cassette na anacheza instrumental na ana record. Mkikosea mnarudia, ikatoka hapo ikakuja studio. Kuna jamaa moja anaitwa Madebe, mzungu Madebe, ndio alifungua Mombasa, ndio record baadaye hata kina Nyota Ndogo, unaona. Pia jamaa moja anaitwa Emma Chichi akamwachia studio hivyo. So na Nairobi ilikuwa same, yani watu walikuwa ilikuwa ukirecord lazima ukue very very keen because ilikuwa kuna technology. Hata kina Nonini by the time waanze na Jua Kali ukiza stories zao utasikia wakisema ilibidi lazima hakuna two takes, hakuna producer sijui anakata akifinya amefinya, ukikosea unaanza. So people had to be more serious and more aware, unaona, na zile vitu wanafanya. So saizi technology imekuwa ila yote anaweza fanya anything. Kuna bedroom studio. Kuna bedroom studios. Kuna YouTube sasa ndio imekuja ikaharibu. Ndio wasanii wana make dough. But for Kenya ilikuja ikaharibu in that sasa mtu aligundua naweza ingia YouTube ni make views ni make dough. Unaona. Sasa wakasahau zile basics za muziki. Hasa composition wakati wenyu na sasa iko aje? Ndio hiyo ndio nakushow sasa. Unajua zamani ili mtu akuwe artist. Kwanza ilianzaga hata before sisi, ilikuwa for you to be called an artist, ilikuwa lazima ujue kucheza instruments. Watu wanacheza instruments, ukisikia kina The Mushrooms, ni watu walikuwa wanajua kucheza instruments na wanaimba. Unaona? So sisi tukakuja tukaipata easy as we don't need to play instruments. Tunaingia studio, ngoma inachezwa, we rap, unaona. Sasa saa hii imekuwa so anyone can rap, anyone, alafu kila mtu, alafu producers ni wengi, artists ni wengi, so anyone can become a hit. Lakini sasa pia inaleta challenge because unakuta wengine maybe wameenda tu na wave, hawajapitia zile basics za muziki. Unaona? So inakuwa ni challenge kidogo. So unakuta wengine wamehit ama wengine wanahit tu for fun. Wanakuwa kumbe kuhit ni rahisi. Sasa kitu kama Gengeton ilikuwa ni poa, lakini shida ilileta ni ile direction ilitake. Unaona? Gengeton ilikuja ikatake direction moja kwamba ni muziki ambao watu wana hit ni wale vijana wako bold. Unaona? The more unaweza imba matusi, the more una hit. Unaona? So ikakuwa hivyo, wakaingia wana hit. Sasa ikakuwa shida. Ukishaimba matusi, what next? Unaona? What next? So mna sound same na mko wengi. Unaona? So inabidi watu tena warudi back to the basics. Waanze sasa kulearn watu wakuwe different nini. Alafu pia kama Kenya, I think ukiangalia fans vile wanachukulia muziki, huwezi compare na vile TZ ama Nigeria. Ni kama kuna kitu wale waliona mbali sisi hatukuona. Alafu sisi pia I think tuko na mastaa wengi, tuko na mafootballer, cricket, rugby, nini, wakimbiaji, every week Mkenya anashinda mahali, so no big deal. Place ka TZ ama Nigeria, huyo msanii ndio star. Unaona? So inabidi wafanye vitu mingi, unajua wapambane. Alafu pia place ka TZ unless wewe ni rapa mkali, wanakuangalianga tangu zamani. Kama una mistari, rhymes zako si poa nini, huwezi pewa chance, wanakudis, wanakuweka kando, unaona. Haya, kama wewe si mwimbaji unajua kuimba kabisa, Nigeria TZ wanajua na watasema, unaona. But for Kenya anything goes. Song yote inaweza hit, unaona. Ikihit imehit, kama uipende wewe ukwende, unaona. Ngoma ikihit ndio hiyo. So inabidi hata artists pia saa zingine wanarudi huko because ataimba wimbo serious, watu wataki hiyo serious. Unaona, sometimes watu wanataka tu kuwaka, wanataka kuenjoy.
And the club tuimbe above the bed, below the knees, watu hiyo akiba ingine sira haiwezi ile, unaona. Ndio hata mtu kama amejaa usema sasa naiba tu hizo matambla manini mageji huko, ndio watu wanampendea kama huko ndio watu sasa akijaribu tena sijui ma vocals inakuwa ni ngori. Sasa sisi wa Kenya I think tumekwamia hapo na hiyo ndio inatuangusha labda. Hiyo ndio inatuangusha, especially tukija kwa identity, kwa sababu ukisikiza ngoma ya TZ ukisikiza hivi unajua ile ni ngoma ya TZ. Hiyo ukisikiza hivi South Africa, ukisikiza hivi hizo mapiano na kwaito South Nigeria, yani ukisikiza the first thing tulikosea wapi sisi? Ni hiyo tu vile na kushow. Unajua sasa kuna watu kama tuseme Sauti Sol wanafanya the right thing, wanafanya the right moves. Hata wanafanya shows TZ wapi Uganda, kila mahali wana perform majuu, wanapelekana na wa Nigeria mbio, wana collab na unajua kuna those kinds of artists. Lakini sasa pia kuna kerende kubwa ya mavijana ambao wanaimba gengeton na nini, na pia hao na kerende yao na kerende yao hiyo age. Sasa unajua fans nao hawajali hao, hii ndio imehit ndio hii, kama ni Sauti Sol tuende, kama ni huyu tuende, unaona. So inakuwa ni hivyo. Alafu sasa Kenya pia utakuta kuna vitu wa Kenya sisi tunapenda vile tu. Ndio mimi si usema wacha tupande tu na hali yetu, unaona. Sometimes tunapatia pressure mtu kama Meja for example, yeye hataki kwenda majuu ati aende ashindane na Wizkid sijui, unaelewa, because ili afanye hivyo lazima afanye vitu fulani. Ili mtu kama Burna Boy ashinde Grammy ilibidi achukue ngoma za Fela Kuti waingie studio, ikichezwa hata majuu mtu akisikia anasikia sound, anasikia kila kitu, anaona hii ni noma, hii ni worth Grammy, unaona. TZ sasa mtu kama Diamond wale walianza kuchukua hiyo route, unaona. Wanachukua ngoma seriously, wana spend, si rahisi, wana spend. Ili kushindana na Nigeria lazima uspend do kama wa Nigeria. Video kali, production kali, nini, unaona. So kuna wasanii hawana hiyo speed ya hizo vitu. Wewe unaharakisha enda katua kaibase, akunywe drink yake ya relax. Sasa hiyo ndio shida. Alafu sasa unakuta Kenya pia kuna vitu si tuna starehe zetu. Nimefanya job sana kwa club hizi za muziki, my events. Every Tuesday kwa tunafanya kama events, unaona, Tao pale Tribeca na 64. But unakuta kila club iko na reggae night, na reggae night ndio the biggest night, unaona. So wa Kenya tunapenda reggae. Tusikize reggae, tuende reggae night ndio imejaa. So kila mahali ni reggae. Unaona. So hiyo ndio starehe ya Kenya. Mpaka ma DJ wa Kenya wanaenda kucheza reggae machungu. Unaona. Bado umenikumbusha hiyo Tribeca, na nikakumbuka William Tuva, mzazi. Na mlikuwa pamoja kiasi na mmekuza talanta za Kenya kiasi cha kujulikana. Labda tu nieleze kidogo tukienda kumalizia kuhusu vile mlijuana na zile vitu mmefanya, hasa ile project yenu ambayo ilikuwa ya East Africa. Tuva tulijuana sababu ya ile love ya kupenda vitu za East Africa na nini, unajua. Tuva ndiye alikuwa producer, alianza kucheza muziki za East Africa sana, akaanzisha show yake inaitwa Mseto East Africa. Sasa na mimi tukakuwa mabeste because ya zile jobs mimi nafanya, na meet artists wengi, unajua, kuwavalisha nini, kuhang out. So niliintroduce wasanii wengi sana kwa Tuva, kina Kidum, wasanii wa nje, kina EY, Professor J, kina TID, wote walikuwa kikama, alafu na wapeleka kwa Tuva hivyo. So mpaka sasa tukakuwa mabeste, baadaye tukaanza kuwa pamoja, tukaanzisha kitu inaitwa Mseto East Africa Campus Tour, ambao iko sponsored na Radio Citizen. Sasa Campus Tour ilikuwa tunazunguka kwa campuses all over the country, na nje pia tushaenda Rwanda, tushaenda Uganda, hivyo TZ, tukifanya hizo show za East Africa. Na tukaanza kufanya pia club. Tukaanza club Tribeca pale town, tuna launch videos za wasanii. So hiyo launch nishatenda hata moja, ndio nilinotice ilikuwa na impact sana. Wasanii walikuwa na kama na launch
wana test skills zao. So hiyo ilikuwa kama jam session yetu sasa. Sasa unaona ile jam session kule tulitoka, wasee walikuwa wanafanya jam session bila videos. Unaona? Unaroga vile umekaa ndio vile uko na talent yako watu wakuone. Sasa tumefika ile stage watu wanaweza toa video. Na video tulikuwa tuna launch video mingi. By the time corona ianze tulikuwa tuna launch video karibu 10 every kwa week. Siku. Kwa ilikuwa mara moja per week. Per week. And imagine hiyo ni part ndogo sana ya industry. Kuna wengi walikuwa kuji, wengine wako nje ya country, wengine wapi. So but tulikuwa tunapata watu different. Wengine wa TZ, wa wapi. Tuliwork na artists wengi sana. Na hivyo sasa ndio tulimit na tukawa tunajaribu sasa kupush watu waanze kuona talents zetu vile zinawaka. So hii mambo ya corona ikishatulia probably tutarudi, but campus tour pia itarudi tu, tutaendelea. Mwishowe na tutakuangalia pale, labda uongeleshe wasanii wote ambao wako kwa industry, watu wako kwa fashion, na labda unaweza wapatia mawaidha kidogo kuhusu ina take nini kufika mahali umefika. Mtu yule ambaye anataka kama wewe ama better than wewe. Baada ya enzi zenyu. Kitu naweza sema tu ni kila mtu aendelee kufanya kitu anafanya. Kila mtu aendelee kupush talent yake. But most importantly, jaribu kufanya kitu inakufurahisha. Unaona? Na kama unaona kushona ndio nakubamba, fanya. Siku moja utatoboa tu. Alafu uzuri sasa hivi vitu zimechange. Mnapata vitu ziko easier than sisi tukianza. Hata kimuziki, if you do it properly, sasa muziki inalipa sana, lakini fanya kila kitu ukijua utamake dough. But ukifanya tuseme shortcuts, tuseme vitu kama muziki, utakwama tu mahali. Ndio unaona wasanii wengi wanafanya alafu wanakwama, wanashanga what happened. It's because hawajaangalia ile process vizuri vile inaenda. Unaona? Fanya tu kitu pole. Nika ukimbia sokoni kuuza kitu na haijaiva au utauza poa. Ivisha talent yako, relax, jenga. Ndio unaona mtu kama Nyashinski alienda States for 10 years. Akarudi, bado amerudi kwa game sasa, ako juu zaidi. Kwa zamani alikuwa rapper, alistudy akaona okay, come different. Niimbe kidogo, ni rap kidogo, na ukisikia quality ni quality anaweza compete nayo nje. Unaona ako on demand sana. Tanzania ako on demand, Nigeria kwa wapi. Unaona Sauti Sol, watu wafuate sana Sauti Sol, zile vitu wanafanya, they are doing the right things in terms of quality production, quality management, quality collaborations, vitu kama hizo. Kuna vitu wanafanya very very important. Si jokes, muziki si jokes, ni talent. Na kuna do mingi sana watu wanaweza make. Ndio unaona wasuka wa TZ walilana. Sasa hivi vijana wadogo kina Rayvanny au kina Mbosso, they are making millions because wanaifanya the right way. Nao wana bahati walifuata footsteps ya Diamond, anaonyesha vile vitu zinaenda. Unaona, usiende hivi, fanya hivi. Usiende hivi, fanya hivi. Alafu muziki na hizi talent vitu tunafanya ni discipline. Discipline ni very important. Maana vijana wengi wakipotea drugs, pombe. Ukiacha tu pombe kucontrol, drugs kucontrol, unaenda. Amechelewa stage, ama unaimba juu amelipwa kupende. Unaona? Okay, hiyo kuna stage ya ujana ukua, but fanya ukirujua it's serious business. Alafu kitu kingine, muziki pia si lazima kila mtu musician. Watu ni wengi. But the industry is big. Yeah, so unaweza anza kimuziki, alafu kuwa producer, kuwa mtu wa film, kuwa nini. Na siku hizi unaweza kuta ile kitu ulikuwa unakata kwenda, kumbe huko ndio kismart yako. Huko ndio bado ni entertainment. Kama mtu angefikiria fundi, bado ni entertainment exactly. Ama wana mtu kama wewe wakute kumbe filming, kumbe huko sasa ndio kismart yako. Unaona? Msi anaona kumbe kuwa director, hata mbona nilipoteza time kwa usanii, but ni moja tu. So huyu ni producer, huyu ni nini. So endeleeni tu kufanya vitu mnafanya, watu mjue saa hii industry imetoka from kubahatisha na kufanya kama love. Saa hii ndio inamekiwa. Na saa hii African music imefika worldwide.
African music. Sasa tunavyoongea kuna DJ moja wa States anaitwa Top Dog. Aliniambia about 5 years ago, akaniambia unajua sasa mali mimi nacheza States Chicago. Afro music hiyo wanaija, mostly wanaija. Inaanza kupita reggae hata vile inachezwa majuu. Sasa ni noma. Sasa ukienda UK, ukienda Europe yote, ukienda USA, African music led by the Nigerians, alafu na wale wa Afrika wanawafuata, imebit hata nini, imebit Nigerian music. So you can imagine ile direction watu wanaenda na ile ndio watu wanaenda. Ndio unaona hata majuu sasa A-list artists wana collaborate na African artists because ni kubwa. And you know why? Sababu ya mara nyingi pia ni sababu ya zile vitu Afrika wamefanya kwenye muziki yetu, but pia population. Jamaica iko na 3 million, I think wanaenda 6, 7 something, si wengi. Nigeria alone iko na over 100 million. East Africa tukishikana we are over 100 million. Can you imagine that market? Na sasa muziki watu wananunua online. So tuanze kufikiria tuache ile mentality ati bado tuko CD ama ni online. Hata kinguo mtu anaenda kunda nguo sasa mali nimefika nguo zangu sasa na logo yangu naisukuma, utakuwa unaipata online. Sasa tuna manduthi nini lipa, mtu anaona akifika bei M-Pesa inaenda, na mimi na check tu kikli nimeingia na ile inaenda muziki hivyo anything. Sasa kila kitu talent hii kitu tunaongea sasa huyo anaenda kumekudo YouTube, ingieni msubscribe hapo kwa Drix Production. Watakupataje pia wewe? Fundi Frank narudi kimuziki lakini mdogo nitaeleza kila kitu, but Fundi Frank niko @Fundi Frank Instagram, Fundi Frank niko Facebook, Fundi Frank Twitter, kila mahali tu Fundi Frank. Alafu channel yangu pia ni Fundi Frank. Sasa narudi kuirudisha vizuri sasa kimuziki. Sasa narudi kuendelea na fashion na muziki, zisukume sasa pole pamoja. Asante sana kwa kuja. Najua ni ngumu sana kupata mtu kama wewe na kuja kwa hisho, najua umetake a lot. But nashukuru sana umetokelezea, umepea information watu wengi ambao wako kwa ground. Show inaitwa Perspective Mtaani na inaendanga mtaani zote, inaongea na watu about perspectives za wasee mtaani, watu wanasemaje. But shukuru sana umegrace the show. Now thanks for watching guys. My name is Martin Drix Myeshi. Make sure you subscribe to my YouTube channel. It's called Drix Production and the show is called Perspective Mtaani. My page on Facebook is called Dr. Drix, and see you when you see me. Sansa. Salute boss. Cheers.